بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكل الحمد دائما لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن والاه، وبعد، فيقول الحق سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. Ni wajibu wetu kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema ambazo anaendelea kutumiminia. Miongoni mwa neema ambazo kwamba ni kubwa ni neema ya afya. Afya ni katika neema ambazo kwamba ni kubwa, na ndiye moja katika watu waliokuwa na hikma, akawa ni mwenye kumhusia mwanaye akimwambia, ya bunayya laqad dhuktu tayyibati kullaha falam ajidu ahada min al-afya, ewe mwanangu, kwa hakika nimeonja vizuri vingi, lakini falam ajidu ahada min al-afya, sijawaipo kupata jambo ambalo kwamba ni zuri zaidi kuliko afya aliyekuwa nayo mwanadamu. Na suala la afya ndiyo suala ambalo kwamba kila mmoja ulimwengu wa leo analilia. Ukitaka kuuliza ni nani ambaye kwamba ni mzima, hakuna hata moja atakayenyosha kidole akakwambia kwamba mimi ni mzima. Hapana, wote ni wagonjwa, wote tuna matatizo. Lakini pamoja na matatizo tuliyokuwa nayo, pamoja na magonjwa tuliyokuwa nayo, hatuna budi kuweza kurudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wewe pamoja na kwamba unaumwa, lakini umeweza kutoka nyumbani kwako ukaja moja kwa moja mpaka kwenye muhadhara. Wakati kama huu kuna wengine wako mahututi, wanasubiri kugeuzwa ili waweze kufanyiwa kile ambacho kwamba imekuwa ni sababu ya kugeuzwa. Wewe kuja kupiga hatua pamoja na kwamba unaumwa, basi hauna budi pia kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumwambia alhamdulillahi ala hadhihi neema. Lakini pia ziada za rehma na amani zimwendee Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikiwa bado tunaendelea na kongamano letu, na kongamano kama hili ni kongamano la kheri. Kongamano kama hili watu wanapata thawabu, na miongoni mwa vitu vyenye kufanya wapate thawabu kwamba tuko katika mwezi ambao kwamba ni mwezi mtukufu. Mwezi kama huo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim ameweza kutueleza akituambia, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah, hakika ya idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu
ashara shahran, kuna miezi 12. Miezi 12 kama hii ni jinsi alivyopanga Mwenyezi Mungu, yauma khalaqa as-samawati wal ardha, siku alipoumba mbingu na ardhi, akachagua miezi 4 ikawa ni mitukufu. Miezi kama hiyo akatuambia, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi 4 kama hii. Miezi 4 kama hii ukitaka kuangalia katika utaratibu, Mtume akatuambia as-sanatu 12 shahran, mwaka una miezi 12. Miezi 12 kama hiyo akatuambia minha arba'atun hurum, kuna miezi 4 mitukufu. Miezi hiyo Mtume akatuambia ni mwezi wa Rajab, kisha mwezi wa Dhulqaada, kisha mwezi wa Dhulhijja, alafu mwezi wa Muharram. Miezi 4 hii ambayo kwamba ni Rajab, Dhulqaada na Dhulhijja na Muharram, miezi hii ndio miezi 4. Mwenyezi Mungu akatuambia, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msiwe ni wenye kudhulumu nafsi zenu ndani ya miezi 4 kama hii, kwa sababu mtakapodhulumu nafsi zenu ndani ya miezi 4 kama hii, basi madhambi yake yanakuwa ni makubwa. Tunapozungumza miezi 4, hatumaanishi kwamba mwanadamu ameruhusiwa kuidhulumu nafsi yake, ameruhusiwa kufanya maasi nje ya miezi 4 hii. Hapana, maasi siku zote, miaka yote, maasi hayafai. Lakini unapofanya ndani ya mwezi au miezi mitukufu kama hii, maasi kama yale unalipwa mara 2. Ndiye Mwenyezi Mungu akatukataza, akatuambia, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi 4 kama hiyo, bil maasi, kwa kuweza kufanya maasi. Maasi kama haya, maasi yanatofautiana. Kuna maasi ya moyo, kuna maasi ya macho, kuna maasi ya viungo, kuna maasi ya ulimi. Lakini miongoni mwa maradhi yaliyokuwa mabaya ni maradhi ambayo kwamba yanapatikana katika moyo, naye ni maradhi ya hasad. Maradhi ya hasad ni katika maradhi ambayo kwamba ni mabaya. Lakini hasadi kama hii, tunaposema hasadi tunamaanisha nini? Tunaposema hasad tunamaanisha kwamba ni kutamani neema ya mwenzako iweze kumwondoka. Yani unatamani kwamba neema aliyopata mwenzie, neema kama ile iweze kumwondoka mwenzie, yani yeye amalizike, asiwe na kitu, lakini pia na wewe utakuwa hauna kitu. Hasadi kama hii, ikiwa kama si wote ambao kwamba tumehudhuria hapa, yawezekana pengine wote tuliohudhuria hapa hakuna mtu anayependa kuona neema ya ndugu yake. Ukimwona ndugu yako amepata, wewe unaumia, wewe unaungulika. Kwa sababu gani umie? Kumbe kwa sababu katika moyo wako una ugonjwa wa hasad, katika magonjwa yaliyokuwa mabaya. Ndipo Mtume akatutahadharisha na ugonjwa huu wa hasad, akatuambia, iyakum wal hasada, na watahadharisheni sana na ugonjwa ambao kwamba ni mbaya, ugonjwa wenye kumaliza, ugonjwa wenye kuteketeza. Mtume akatuambia, iyakum wal hasada, na watahadharisheni sana na ugonjwa wa hasad. Ugonjwa wa hasad ni katika magonjwa yenye kukaa katika moyo, na ni
kwa sababu ya kaa ndani ya moyo. Waweza kumwona pengine mtu akufurahikia, mkizungumza anatabasamu, lakini kumbe ndani ya moyo anaungulika, ndani ya moyo anaumia, lakini pasi na kujua madhara ya hasadi ni kitu gani. Hasadi wakati unapokuwa nayo ndani ya moyo, hasadi inakuwa na tabia ya kula matendo yako mema. Ina maana kama ulikuwa unaswali alafu una hasad, unatoa sadaka alafu una hasad, pamoja ya kwamba ile sadaka utakuwa umetoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kwa kuwa una hasadi ndani ya moyo wako, unakuta ile hasadi inakula yale matendo yako mema. Kama ulikuwa unasali, ulikuwa unafunga, ulikuwa unatekeleza ibada ambazo kwamba zinakusababishia wewe thawabu, basi thawabu kama zile zinakuwa ni zenye kutafunwa na kitu chenye kuitwa hasadi. Hasadi kama hiyo Mtume akatuambia, fa innal hasada, kwa sababu hasadi taakulu lhasanati, inakula matendo yako mema, kama taakulu naru lhadaba, kama mfano wa moto unavyokula kuni. Moto unapochochewa zile kuni, moto kama ule unakuwa na tabia ya kutafuna zile kuni, na wakati kuni zinapomalizika, basi ule moto unajitafuna wenyewe kwa wenyewe. Ndiyo mfano wa ugonjwa wa hasadi. Ugonjwa kama huu ni katika magonjwa yenye kupatikana katika moyo. Ndipo utakaposoma katika Al-Qur'anul Karim, Mwenyezi ambaye kwamba Mtume ametuambia, ijitanibu sab'a al-mubiqat, jiepusheni na madhambi sampuli 7 yenye kuangamiza. Katika madhambi sampuli 7 tukaeleza dhambi sampuli 1 nalo lilikuwa ni asihiru, naye ni suala la uchawi. Uchawi ni neno ambalo kwamba anazungumza sana, na pengine kila mmoja analisema sana, lakini uchawi ni kitu ambacho kwamba kiko na wachawi wapo. Na ukitaka kujua kwamba uchawi haufai, yani hukumu ya mchawi, baada ya kubaini kwamba mtu huyu ni mchawi, hukumu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwekea, hukumu yake ni kuuawa, kwa sababu hauna faida. Lakini uchawi kama huu ni uchawi ambao kwamba unatesa watu. Uchawi kama huu ni uchawi ambao kwamba unafanya watu waweze kurudi nyuma. Na uchawi kama huu hauanzi hivi hivi tu. Kuna vitu ambavyo kwamba vinaitwa mukaddimatu sihri, vitangulizi vya kuingia katika chama cha uchawi. Vipo ambavyo kwamba leo sitovieleza. Leo tuendelee na yale madhambi sampuli 7 yenye kuangamiza. Tukaeleza kwamba kuna uchawi, lakini dhambi la pili ikawa ni dhambi la al-ishraku billah, kuweza kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini umshirikisha Mwenyezi Mungu? Shirki ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Madhambi yanagawanyika sehemu mbili. Thumma dhunubu indana kismani, kabiratun wa saghiratun fathani. Madhambi yamegawanyika sampuli mbili. Kuna madhambi ambayo kwamba ni akbarul kabair, madhambi kama haya ni makubwa, lakini pia kuna madhambi ambayo kwamba ni madogo, kama alivyosema Sheikh Ibrahim al-Laghani, thumma dhunubu indana kismani kabiratun wa saghiratun fathani. Madhambi yako sampuli mbili. Miongoni mwa madhambi yaliyo makubwa ni al-ishraku billah, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweza
kutuambia katika Al-Qur'anul Karim wasia wa Luqmanil Hakim, akimuhusia mwanae akimwambia, ya bunayya, ewe mwanangu, la tushriki billah, usimshirikishe Mwenyezi Mungu, kwa sababu inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Wengi katika sisi tumekwenda kwa waganga wa kishirikina, tumekwenda kupigiwa ramli, tumeacha njia ambazo kwamba ni sahihi, njia ambazo kwamba tumefundishwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kwa sababu masala ya hasadi, masala ya ushawi, masala ya kupeleka wewe kwa ushirikina, masala kama haya Mtume ashayabainisha na akayaweka wazi. Mtu mwenye kusumbuliwa na uchawi, mtu mwenye kusumbuliwa na hasadi, Mtume ametubainishia, na miongoni mwa kutubainishia ibada alipotuhimiza akatuambia, kulu zaita watahinu bihi fa innahu min shajaratin mubaraka. Kulu zaita, tumieni mafuta ya azait, zaitul ahmar al-mushyab, ambayo kwamba hiyo ni zawadi. Zawadi kama hii ndiyo ambayo kwamba mmeandaliwa wakazi wa mji kama huu, ili aende akawasaidie. Mtume akatuambia, kulu zaita, yule ambaye kwamba atakuwa na matatizo yako ndani ya mwili, kwenye tumbo, yani atatumia mafuta kama haya kuweza kutumia kula, ima kutumia kwenye maziwa au maji ya vuguvugu au chai ya rangi, na kuweza kunywa kwa mtu mwenye tatizo ndani ya tumbo. Miongoni mwa watu wenye matatizo ndani ya tumbo ni mtu asiyoshika ujauzito. Ujauzito ni katika matatizo yenye kusababishwa na kiumbe anaitwa Ummusubiani. Ummusubiani anapoingia katika mwili, kwa mafundisho ya Nabii Allah Suleiman alayhi wa ala nabii salatu wassalam, siku moja alipokuwa anatembea alikutana na mama mtu mzima. Kumbe yule mama alikuwa ni jini. Sema la ilaha illa Allah. Nabii anasema, akamuuliza, wewe ni mwanadamu ama ni jini? Yule mama akasema, mimi ni jini. Kazi yako nini? Yule jini akamwambia, ninaweza kuingia katika mwili wa mwanamama, nikaenda kwenye mfumo wa uzazi, nikaufunga ule uzazi, basi hawezi kupata ujauzito hata kama atakuwa na mume, kwa sababu ya Ummusubiani amefunga kizazi, na baada ya kufunga kizazi hawezi kushika mimba. Na suluhisho ni nini? Ikiwa una Ummusubiani, mimba zinaingia na kutoka, mimba zinakataa, jitahidi kupata zawadi ambayo kwamba imeandaliwa. Zawadi kama hii itakunusua na itakuacha kuwa salama, na kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaweza kupata mtoto insha Allahu Ta'ala. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi sabila. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.